Shalom Mwalimu Isaya na Jackie. Akasema anaitwa Daniel Paulo wa daraja 2. Akauliza, akasema ngoja nileke vizuri. Alisema yeye ni anatokea daraja 2. Akasema Mungu akubariki sana kwa kipawa cha kujibu maswali na kwa weledi mzuri mwalimu. Akasema maswali yangu ni haya hapa. Swali la kwanza akasema Zion Movement ndio nini? Na hizo familia 12 ni zipi? Hili ni swali ambalo wiki iliyopita watu tulirusha viti nje ya darasa. Kwa hiyo naona huyu alijikaza akatuwakilisha wengi kwamba mwalimu, hebu tusaidie kuhusiana na hili neno Zion Movement ndio nini? Alafu na hizo familia 12 ni zipi? Sawa. Zion Movement. Nimeleta maneno tena. Au Zionism. Kwa Kiswahili tunaita uzayuni. Au wazayuni. Ndio. Yes, kwa hiyo iko hivyo. Na kwa ufupi, uzayuni ni vuguvugu la utaifa ambalo linatetea nchi ya watu wa Kiyahudi katika ardhi ya kibiblia ya Israeli. Ndio kwa ufupi hivyo. Kwa hili ni shirika ambalo lilikuwa na wazo la kutafuta kwa bidii na kufanikisha uwepo wa serikali ya Israeli mnamo mwaka 1948. Kwa kimsingi uzayuni wa kisiasa ndio msingi wa taifa ambalo leo tunaliona linajulikana kama taifa la Israeli. Ndio uzayuni. Kwa hiyo sasa ndio hivyo. Sasa Zion Movement ni vuguvugu lililojumuisha kwanza wigo mpana wa imani za kisiasa zenye malengo ya pamoja katikati yake, lakini labda zaidi ya harakati zingine za kisiasa, na uzayuni sasa umebadilika kwa wakati. Kwa hivyo historia ya uzayuni ni nini kwanza, na mageuzi haya yameonekanaje? Na lazima tuingie kwenye historia, watu wengi hawajui haya mambo, wana nini tu. Kwanza uzayuni litoka wapi? Ndiyo. Kwa sababu kwanza kuna mihimili ya kibiblia ya uzayuni. Kwani wazayuni wa kidini mara nyingi urejelea Mungu akiahidi nchi ya Kanaani kwa Ibrahim na wazao wake wa Israeli, na kuibadilisha jina nchi ya Israeli. Maana yake hivyo kutoka kwenye hilo jina na kuwa ili ni taifa la Israeli. Ndiyo. Sasa kwa sababu mbalimbali Wayahudi walihamia kuhamia Palestina ya Ottoman kuelekea mwisho wa karne ya 19. Na uhamiaji wa kwanza wa umati unaojulikana kama Alia ya kwanza ulitokea kati ya mwaka 1882 mpaka mwaka 1903. Kwa kati ya Wayahudi 15,000 na 25,000 walihama, lakini kimsingi iliongeza idadi ya Wayahudi wa eneo hilo mara 2 wakati huo. Wakati huo kwenye karne ya 19. Kumbuka huu ni mwaka wa 1882 mpaka 1903. Lakini mwanzo wa uzayuni wa kisiasa ni mambo ya ulimwengu zaidi na umejengwa kupitia falsafa za kisiasa. Maana yake uzayuni wenyewe sasa, hiyo Zionism, umeona, ambayo sasa ndio inaleta hiyo Zion Movement. Sasa Zion Movement ni kule kuhama, yani katika harakati za kutafuta kuroketi taifa letu liko wapi. Haya yote nitayaelezea. Sasa ingawa mawazo mengi ya kizayuni yalitangulia, lakini kuna bwana mmoja alikuwa anajulikana kama Theodore Herzl, ambaye yeye Theodore Herzl ni mtu ambaye alikufa mwaka wa 1904, lakini alizaliwa mwaka wa 1960. Kwa alikufa na umri tu wa miaka kama 44. Sasa Theodore Herzl ndo anajulikana kama baba wa uzayuni, au anachukuliwa kama baba wa uzayuni wa kisiasa, kwani alikuwa ndio mtu wa kwanza kuweka malengo yake ya kisiasa. Yani katika kufuatilia, kwa sababu Theodore Herzl yeye amekulia kwenye familia isiyokuwa ya kidini ya Kiyahudi huko Hungaria, huko Vienna. Huko Hungaria ndio amekulia, kwa sababu kwa sasa ni Hungary. Lakini zamani ile ilikuwa ni Austria Hungary, zilikuwa zimeungana. Lakini kwa sasa Austria iko tofauti na Hungary iko tofauti. Kwa hiyo ilikuwa huko. Kwa hiyo sasa huyu baba yake yeye, huyu
Theodore Heinz. Baba yake alikuwa ni Myahudi na mama alikuwa ni Austria Hungary. Kwa akaona the way vile Wayahudi wanavyoteseka, wanavyonyanyaswa, yani kama mahali vyafu walikuwa ni watu wenye akili sana, ambao wana basi mambo yote yani yale, yani kama ni shuleni, wakuta kama shule hiyo kwenye darasa labda kuna Wayahudi 10, alafu hawa watu wenyeji wa hilo taifa labda wako 20, basi namba ya kwanza mpaka ya 10 watashika Wayahudi. Alafu hizo namba zingine hata ugomvi wa Adolf Hitler pia na wenyewe ilikuwaga ni hivyo, kwa sababu Adolf Hitler asili yake yule hakuwa Mjerumani, hapana. Adolf Hitler alikuwa ni Austria Hungary. Ni vijana hasa waliochukuliwa kwa sababu vita vya kwanza vya dunia, kumbuka, vimehusisha mataifa, kulikuwa na alliances ambazo alliance ya huku kulikuwa kuna Mjerumani, kuna Austria Hungary na kuna Italy, lakini hii nyingine kuna Urusi, kuna Ufaransa na Mwingereza. Kwa hiyo hizo alliances nafikiri wana historia wanajua na majina yao. Si kuna triple axis, si kuna triple entity. Nafikiri watu wa historia wanaelewa. Kwa hiyo sasa huyu bwana akiwa na kazi sasa huko Vienna, sasa alikuwa na kazi kama wakili kabla hajawa mwandishi wa habari na mwandishi wa michezo ya fasihi. Hapo awali aliamini kwa udhibiti wa Wayahudi wa Ulaya walipaswa kuiga utamaduni wa Ulaya, na alishikilia maoni haya kwa muda mrefu wa maisha yake yote mapema pale mwanzo. Lakini baadaye alibadili mawazo baada ya kushuhudia machafuko ya chuki dhidi ya Wayahudi huko Paris, huko Faransa mnamo mwaka 1895. Kwa aliamua kuwa chuki dhidi ya Wayahudi sio kitu ambacho kingeweza kushindwa. Badala yake aliwahimiza Wayahudi wa Ulaya kuliacha hili bara la Ulaya na kuunda makao yao ya kitaifa. Sasa swali linakuja, makao haya yataundiwa wapi? Haya makao si tutaundia wapi? Maana huyu bwana alienda mpaka kwenye kitu kinachojulikana kama League of Nations, kwa sababu League of Nations ilikuja kuwa replaced miaka 1945 baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, ambapo League of Nations ilishindwa kutatua migogoro ya dunia na kuleta amani, ndio wakavunja ile League of Nations, ukaundwa Umoja wa Mataifa, United Nations. Kwa hiyo manake mwanzo kabla ya United Nations kulikuwepo na League of Nations ambayo sasa ndio ilikuwa inashughulikia hiyo migogoro, lakini imeshindwa, kwa hiyo kuja ikavunjwa. Kwa hiyo bwana alienda mpaka kwa hawa, lakini alienda mpaka Uingereza pia, na kwenyewe kuwaambia jamani, sisi tunataka turudi kwetu. Sasa wale wakataka wawarudishe Uganda. Ndio waliwatafutia eneo hapo Uganda, wakasema inabidi mrudi Uganda. Wale wakasema hapana, sisi locate tumegundua kwetu sisi ni Mashariki ya Kati. Pale ndio kwetu pale. Kwa hiyo sasa aliwahi kuandika kitabu mwaka 1896 ambacho kilikuwa kinaelezea kuwa jimbo la Kiyahudi, pendekezo la suluhisho la kisiasa kwa swala la Kiyahudi. Anasema Wayahudi wana utambulisho wa kitaifa ambao unapaswa kukumbatiwa kwenye kile kitabu. Na hata hivyo alisema kamwe hawatakuwa salama kutokana na chuki dhidi ya Wayahudi isipokuwa wangeishi katika jamii ambayo walikuwa ni wengi kwao wao wenyewe. Maana hiyo kulikuwa na hivyo. Kwa hiyo katika shajara zake sasa huyu Heinz alitafakari kuhusu maeneo mengi ambayo taifa la Kiyahudi lingeweza kuchukua sura, na nchi hii itakuwa nje ya Ulaya, maana ilitakiwa iwe nje ya Ulaya. Ikasemekana au ikiwezekana Amerika ya Kusini. Lakini kufikia mwaka wa 1904 Heinz alianza kuzingatia matokeo ya nchi ya ahadi. Kumbuka yeye hakuwa hakuwa mwanadini huyu. Yeye alikuwa tu ni mtaifa. Ndio maana unaona hiyo Zion movement ni movement ambayo inahusiana na masuala ya kitaifa zaidi na kisiasa zaidi. Umeona? Kwa hiyo akaanza sasa kuzingatia maoni hayo ya nchi ya ahadi, wakirudi nyuma wakitrace historia yao, wanakuja kwa ambayo ilikuwa huko Mashariki ya Kati, kutoka kijito cha Misri hadi mto Euphrates nchini Iraq. Kwa hiyo
ndio wakaanza kuzingatia. Kwa mwanzoni mwa miaka 1900 eneo hili sasa lilidhibitiwa na miliki ya Ottoman, na Herzl akakutana na wakuu wa Ottoman mara nyingi ili kuwashawishi waweze kukubaliana na sababu zake za kizayuni au hiyo Zionism. Sasa wana Zionism ni itikadi ile, ni ideology. Sio tu ni utasema na hii haihusiani na ule mlima Sayuni Mountain Zion. Hii ni itikadi. Hii ni itikadi ambayo walikuwa wanaitumia. Sasa maono ya Herzl, huyu Theodor Herzl, yanazingatiwa na wengi kama ya Ulaya na ya kikoloni kuhusiana na idadi ya asili ya Wapalestina. Ndio maana, lakini tuliwahi kuongea hapa kipindi kile kilichopita kuhusiana na kuwa unajua baada ya Roman Empire kuivamia Yerusalemu mwaka wa 70 baada ya Kristo, ndipo ambapo wakabadilisha jina kutoka jina hili Judea na kuita Palestina. Ndio hapo mahali ilipokuwa imeanzia, na baadaye nini, maana ukienda kwenye historia baadaye walikuwa ni Wagiriki hawa, na wao ndio walikuja wakasababisha mambo mengine hapa na kubadilisha majina ya vitu vingine. Ndio. Kwa hiyo sasa huyu Herzl mara chache sana aliandika kuhusu Waarabu au makazi au wakazi wengine asilia, na alipofanya hivyo alitafakari sasa kuhusu ni kwa kiasi gani maisha yao yangeboreshwa na utamaduni bora wa Ulaya na Kiyahudi. Ndio maana nilikwambia hapa kuwa wale kule wa Palestina wakaanza kushangaa, ndio wageni walikuja kwa sababu walikuja kama wameanza kununua maeneo. Walianza kwanza kwa kununua maeneo. Kumbuka hata Arusha ilikuwa ni maeneo ya Wamasai. Lakini sasa kuna jamii nyingi zimechanganyikana kwa sababu watu walikuja wakaanza kununua maeneo. Lakini sasa baadaye kule wale wa Palestina wakaanza kushangaa, mbona nyumba zinajengwa lakini mijengo hii, mtindo huu ni mtindo wa Ulaya, sio mtindo wa hapa. Kwa hiyo ikawa hivyo. Lakini vita vya kwanza vya dunia, kwa sababu uhamiaji kwanza wa Kiyahudi ulipoanza kushika kasi, Uzayuni ulizidi kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa kimataifa. Vita vya kwanza vya dunia. Lakini vita vya kwanza vya dunia vilipokaribia mwisho, kulikuwa na mabadiliko makubwa sana ya kijiografia katika eneo hilo. Kwa hiyo nguvu ya miliki ya Ottoman ilikuwa ikififia, na Waingereza hatimaye wangeishia sasa kutawala Jordan na Palestina mnamo mwaka 1919. Ingekuwa hatari. Yes, na mnamo mwaka 1917 katika juhudi za kudhoofisha udhibiti wa Ottoman Empire, Waingereza waliunga mkono kwa uwazi uwepo wa nchi ya Kiyahudi katika azimio la Balfour, julikana kama Balfour Declaration. Waingereza kwa wakaunda hiyo kwa sababu wao wataka kudhoofisha kabisa ule utawala wa ile Ottoman Empire. Na Waingereza tena baadaye hawa wakaja kukataa tamko hilo mnamo mwaka 1939, wakisema haikuwa tena sera ya serikali ya Uingereza kuunga mkono nchi ya Kiyahudi. Waingereza hawa ni watu wanaongea alafu baadaye wanakuja wanakugeuka. Sasa haya ndio mambo yaliyokuwa yanasababisha. Kwa hiyo tunakumbuka lakini kuongezeka sasa kwa Nazism kule Ujerumani na huko Ulaya, manake kumbuka Adolf Hitler alivyodili na hao Wayahudi, aliua Wayahudi, mauaji yale ya Wayahudi milioni 6, Wayahudi milioni 6, ambayo sasa ndio hii kaja ikaimarisha hizi harakati za Uzayuni ulimwenguni. Kwa sababu nikurudishe nyuma kidogo, huyu Theodor Herzl miaka hiyo ya kuanzia 1887 mpaka 1900 alipoanzisha hicho kitu kinachojulikana kama Zion Movement. Huyu bwana alipokufa, Wayahudi walijisahau. Walipojisahau wakaacha, wakaendelea na mambo yao mengine, wameacha ile. Maana huyu Theodor Herzl alishuhudia yani chuki yani huko Ufaransa na hata leo ukiangalia taifa la Ufaransa haliwafagili sana Wayahudi kabisa. Mpaka leo hii. Kwa hiyo baada ya kushuhudia ile ndio ikabidi sasa aanzishe hii Zion Movement na kuanza kuwasihi Wayahudi kurudi nyumbani. Nyumbani ambapo ni wapi? Ni Mashariki ya Kati. Na mnarudije nyumbani kule? Ikabidi sasa waanze kununua maeneo. Hizo familia za Kiyahudi wakaanza, wakifika pale wananunua maeneo, mwisho wa siku wa Palestina wakajikuta mbona maeneo yalishanunuliwa, kwa sababu wanakuta
wenyeji pale ambao ndio wa Palestina wenyewe. Kwa hiyo alipokufa Theodore Heinz, kwa sababu sasa mwenye maono amekufa mwaka 1904, wakasahau hicho kitu. Baada ya kusahau wakaenda ilipokuja sasa kuamka, amekuja kulikurupusha huko Adolf Hitler, ndio wakakumbuka. Si jamani, kuna ile Zion, hebu ikabidi sasa wadai kuwa sisi taifa letu bwana, tunataka tuende wapi? Mahali ambako ndiko taifa letu lilipo. Na asili ya Biblia kwetu sisi inaonyesha kwetu ni wapi? Ni hapo, hiyo Mashariki ya Kati, ndipo hapo. Kwa hii ndio ikaanzia huko. Kwa hiyo Wayahudi sasa waliokimbilia Ulaya kwenda kwenye makazi yao huko Palestina, wakati huo chini ya utawala wa Uingereza, wakasababisha idadi ya Wayahudi kuongezeka kutoka 50,000 mapema miaka 1900 hadi wastani wa Wayahudi 650,000 kufikia miaka 1948. Sasa hawa Wayahudi waliokuwa wanaongezeka kutoka 50,000, ukumbuke ni kutokana na ile walipokuwa wanaenda kununua Wayahudi, kwa sababu walikuwa wanaenda kununua hapo makazi, wananunua viwanja, wananunua ardhi, ndio matokeo yake yakawa hivyo. Kwa hiyo wito wa Kiyahudi sasa wa hii nyumba ya kitaifa uligeuka kuwa wito wa jumuiya ya madola ya Kiyahudi yenye mamlaka kamili ya kujitawala juu ya ardhi yake. Na lengo kuu la uzayuni lilifikiwa sasa tarehe 14 mwezi mwaka 1948, huku waziri mkuu mpya David Ben Gurion akitangaza kuanzishwa rasmi kwa taifa la Israeli. Kwa hiyo hii ndio ikawa hivyo, lakini vita vya uhuru vilifuata ndani ya masaa machache tu. Baadhi ya Wapalestina 700,000 wakakimbia kwenye ukingo wa magharibi. Wakati huo ulikuwa ni mali ya Jordan, huo magharibi ambao ni Gaza, hiyo sehemu ya Misri na mataifa jirani ya Kiarabu. Kwa hiyo inajulikana miongoni mwa Wapalestina wengi kama Nakba, neno la Kiarabu ambalo linamaanisha ni janga. Hiyo miaka hiyo. Kwa hiyo hii ndio inayojulikana kama Zion Movement, hivyo kuifanya Zionism kuwa ni ideology, itikadi. Ndio maana nikasema ihusiani na mlima Sayuni au Mount Zion. Na hii yenyewe yani ilikuwa ni itikadi ambayo sasa rudisha watu kwao. Ndio maana unaona Theodore Heinz alisema kuwa tunahitaji turudi, lakini tuondokane, yani maana aliona ile chuki Wayahudi wanayochukiwa nayo. Ndio maana akasema inabidi tuondokane na nini? Tuondokane na Ulaya, bara ile la Ulaya. Lakini turudi kidogo kwenye historia nyuma, namna Wayahudi walivyoweza kuondoka hapo kwenye ardhi yao. Kama nilivyokuambia, hii Roman Empire ule mwaka wa 70 walivamia pale. Na baada ya kuvamia basi wakachukua baadhi ya watu wakaondoka nao, na wakaanza kusambaa sasa. Maana ni unabii ambao Yesu Kristo aliutoa alipokuwa amesimama akiulilia mji wa Yerusalemu, akasema Yerusalemu wauai manabii, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Ndio unabii ulikuja ukatimia miaka 70. Roman Empire, mtawala mmoja alikuwa anajulikana kama Pompeo, akaja akavamia hiyo Yerusalemu, na Wayahudi kuanzia hapo wakatawanyika, lakini wengine walibaki pale. Sasa hii Roman Empire, kama ambavyo tumekuwa tukiongea, kuwa mwaka wa 325 mpaka 331 wakati wa utawala wa Constantine the Great wa kwanza, ndipo walipounda dini ya Kikristo. Walipounda dini ya Kikristo wakairudisha upande wa kuliko Wayahudi, kwa sababu kumbuka Roman Empire wao walikuwa na utaratibu ambao wakiwapiga ninyi nchi yenu hawachukui kuwapeleka utumwani. No, wanawaacha hapo, lakini wanawaletea watu wa kuwatawala pale. Kwa hiyo sasa baada ya hapo ikabidi sasa wakatangaza kuwa Ukristo ndio dini ya ulimwengu mwaka wa 410 mpaka 476, na wale Wayahudi walipopelekewa Ukristo wakakataa, wakasema hapana, hii sio dini yetu sisi. Kwa hiyo kwa sababu hawa Warumi wakataka kuwalazimisha hawa Wayahudi wawe ni Wakristo kwa kufuata tamaduni za Kirumi. Wakawaambia inabidi sasa mwanze kusali siku ya Jumapili na sio siku ya Jumamosi. Maana kumbuka kwa dini ya Kiyahudi siku ya kwanza ya juma ni siku ya 7 ya juma ni ya Jumamosi, ambayo ndio sasa siku ya Sabato ambayo wananini. Kwa hapo vita vikaibuka, na kipindi hiki Roman Empire anapigana vita, lakini tayari Roman Empire ilikuwa dhaifu, haikuwa kama zamani kwenye
ubora wake. Kwa hivyo vita ikawa hivyo. Lakini baada ya Roman Empire kuanguka miaka ya 900 baada ya Kristo, ikaibuka empire nyingine ambayo ilikuwa ni Ottoman Empire, ambayo na yenyewe ikaja kutangaza kuwa dini rasmi ya ulimwengu ni Uislamu. Hiyo ni Ottoman Empire. Kitu ambacho Wayahudi pia wakakigomea pia bado vile vile. Vita vikapigwa vibaya mno na Wayahudi wakazidiwa. Kwa hiyo ikabidi sasa Wayahudi wakimbie, wakaanza kukimbilia Ulaya huko ambako Ukristo ndipo ulipo. Nakumbuka Ukristo unatokana na Roman Catholic Church. Na Ukristo maana yake Roman Catholic Church unaongelea ni Rumi, ambayo Rumi sasa huku ndio waliwapelekea Ukristo wale kule wakakataa. Lakini angalau sasa inabidi waje huku Ulaya, kwa sababu hawa ni Wakristo wanaweka chuki lakini hawawaui kama ile Ottoman Empire. Ndio maana kabisa sasa kwa hiyo walipofika huko wakaanza sasa kutengwa, na wakaona afadhali Ulaya, kwa sababu angalau Ulaya hata kama wanatengwa lakini hawauawi, tofauti na ilivyokuwa kule, kwa sababu kule hiyo Roman Empire nafikiri unajua tena vita ya kidini. Wenzetu wale kipindi hicho walikuwa wanaita vita ya jihadi. Sasa ikiwa ni vita ya jihadi manake nafikiri tunaelewa namna ilivyo. Kwa hiyo sasa na walipotengwa sasa Ulaya wakabaki na utamaduni wao. Ikabidi Wayahudi hawa waanze kupambana na hawa, kumbuka walikuwa na akili nyingi kuliko wazawa waliowakuta Ulaya. Kwa hiyo wakaanza kufanya kazi sasa kwa nguvu kuvumbua teknolojia. Kwa hiyo ikabidi polepole waanze kumiliki mifumo ya uchumi polepole ndani ya Ulaya. Na hapa mbele ndio tutakapokuja kukutana na zile familia 13 zile za Kiyahudi. Kwa hiyo ikabidi waanze hivyo. Kwa maana ukumbuke walipoona wazungu wa Ulaya ni wajinga tu hivi, wakaanza ikabidi wao ndo wakagundua pesa. Wakaanzisha kodi, wakaanzisha mabenki miaka hiyo 1400 sasa. Maana ukumbuka wamekimbia miaka 1900 hapa ambapo hiyo Ottoman Empire ndio imekuja imeshikilia kasi kweli kweli hapo. Ndio wakakimbilia Ulaya. Kwa mpaka kufika miaka 1400 wakaanzisha sasa wakagundua pesa, wakaanzisha kodi, wakaanzisha mabenki. Mwaka huo tayari mfumo wa kibenki ukawa umeanzishwa na familia inajulikana kama Jacob the Faga. Huyo alikuwa ni Myahudi. Yes. Sasa nitaanza kuwataja kule mbele. Na mwaka wa 1690 benki ya kwanza ikaanzishwa Uingereza, ikawa inaitwa Bank of England. Maana walikuwa hawana serikali, lakini hawa wakawa ndio mastermind wa haya yote. Alikuwa ni Myahudi. Wao sio wameshika serikali. Ni kama leo Marekani. Sio Myahudi ameshika serikali. Sio kiongozi yule aliyeko pale sasa hivi rais ni Myahudi. Ila lakini wao ndio mastermind wa kila kitu huku chini. Alafu nenda kinyume nao uone atakayotokea. Kwa baada ya hapo wakaanza sasa kuchapisha vitabu na kuelimika zaidi. Mfano Rothschild family, waanzilishi wa benki na ndio familia tajiri duniani mpaka sasa. Nafikiri itakuwa imezidiwa labda sasa hivi na BlackRock. Lakini ndio imekuwa familia tajiri kwa wakati wote. Wakaanzisha benki Uingereza, Hispania, Ujerumani na Ulaya Mashariki. Kwa mpaka hiyo chuki sasa inapokuja kuonekana hii miaka 1900 huko wakati wakina Theodore Heinz, ni chuki imeanzia mbali kwa sababu mifumo yote ilionekana imeshikwa na Wayahudi. Alafu wakijaribu kuangalia hawa wana historia yao, kwa sababu Wayahudi hawajawahi kuishi nje ya utamaduni wao. Hata ukiwakuta kule Marekani wakuta wamevaa makofia, wamevaa makoti marefu. Na hawajawahi kuishi nje ya utamaduni wao. Kwa hiyo ikawa imeanzia hapo. Ndio maana unaona Wayahudi huwezi ukawatoa kwenye reli, kwa sababu mifumo yote unayoiona duniani imeshikiliwa na Wayahudi. Wayahudi wana organization yao sasa ambayo inaitwa BlackRock. Hii ina thamani ya utajiri wa USD trilioni 10, dola za Kimarekani trilioni 10. Wamewekeza kila mahali. Hata hapa tulipo hapa, hizi frequency unaona hizi ili kukamata redio ni Yahudi yuko amewekeza. Kwa ndio maana unaona hivyo. Na ukienda kinyume nao wanakufirisi.
Kumbuka hao watu ndio wanaowapa utajiri wale mastaa unaonaga Marekani. Ndio wanapewaga utajiri na hawa. Sasa nenda kinyume nao. Nilikwambia siku ile Kanye West ni msanii wa muziki kule Marekani, aliwadisi Wayahudi ndani ya masaa 24 USD dola bilioni 2, akawa amepoteza tayari kwa sababu ya hawa Wayahudi. Kwa hiyo ndio maana nikasema tuanzie kwanza kwenye historia yao ili ujue hii Zion movement imekujaje kuingilia huku tena. Kwa sababu kwao wakaanza kuchukiwa zaidi. Kwa hiyo ndio maana hiyo ndio historia yenyewe. Ndio mpaka kufikia miaka 1900 hii na karne ya 19 ndio wakaanzisha hiyo movement ambayo inajulikana kama Zion movement ya kurudi kwao. Ndio maana Theodore Herzl alisema tunataka tutoke nje ya bara la Ulaya. Ingekuwa ni Amerika Kusini, lakini baadaye ndio wakaanza kukubali wazo la nchi ya ahadi. Kumbuka mwanzo alikuwa ni mpagani, haelewi hayo mambo. Sasa Wayahudi wengine wanamwambia hapana, sisi tuna nchi ya ahadi kwetu, na kwetu ni hapa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Sasa nimalizie basi na hizi familia 13 ambazo ameuliza kuwa ni zipi hizi familia hizo za Kiyahudi. Bado tujaribu kugusa, maana hao ndio wanaoshikilia ulimwengu. Kumbuke hizi familia hizi. Tuongee kwa kodi. Kwa password. Kwanza familia ilikuwa ni 12. Lakini kwa sababu zinajihusisha pia na mambo ya secret societies, basi wakaamua kuwa ziwe 13. Kwa nini ziwe 13? Kwa sababu namba 13 ni namba ya majanga na mikosi. Ni namba wanayotumia kupanga majanga duniani. Lakini namba 13 pia inajulikana kama namba 8 pia. Unaona, kwa maana hii ni tofauti na numerology. Maana kuna wale watu ambao waga wanafanyaga unajimu wa namba. Unaona, yani kwa namba tu. Kuna mtu hapa anakuuliza umezaliwa mwaka gani, tarehe gani, anaanza kukuelezea tabia zako. Na utaona ni kweli hizi tabia mimi ninazo, lakini ambia umezaliwa tarehe gani, mwaka gani, mwaka fulani bwana, ambia naona upendagi kabisa kuona mtu anaonewa. Alafu jambo ukilishikilia lazima uhakikishe limefika. Kawaida ya kulifikisha jambo katika ubora unaotakiwa, wale ni wanajimu wanaofanya unajimu kwa njia ya namba. Lakini hii ni tofauti sana secret society. Wao wanatumia namba kwa sababu namba hizi kwao wamekuwa ndo namba zikitumika kupanga majanga duniani. Lakini namba kwa sababu kuna 3 pale, hiyo 13, hiyo namba 3 pia kwa 8 kwao, au hii ni 0 pia. Kwa hiyo ndo maana ni namba tofauti na wale wafanya unajimu wa namba. Kwa sababu hizi wao wanaita taruti. Kwao wao wanavyoita taruti. Taruti inatokana na neno torati. Neno torati. Lakini ni namba pia wanazitumia, ni namba zinaenda ile 666. Wamekomeaga hapo. Sisi wengi tunajuaga hiyo 666. Lakini secret society wanaenda mpaka 888. Hizo namba zote wanazo. Unaona? Kwa hiyo iko hivyo. Kwa kuna matukio mengi sana mfano unayoyaona duniani sio matukio ya asili. Ukaambiwa hiyo ni natural disasters. No, mengine ni matukio ya kupanga. Ukisikia vimbunga, kuchafuka kwa bahari, matetemeko ya ardhi, ni matukio ya kupanga. Kumbuka ni watu wachache wanaoendesha asilimia, yani ulimwengu. Kumbuka kuna 1% ndio inayorani 99% ya ulimwengu mzima. Wao wako kwenye 90. Ndio. Wao wako kwenye 1%. Okay. Hizo familia ziko kwenye 1%. Yes. Kwa maana yake. Lakini kwa upande mwingine, kwa nini ni 13? Kwa sababu kila kitu wao wanafanya kina maana. Kwa nini ni namba 13? Kwa sababu ni pia ni namba 4. Ni namba 4 kwa maana kuwa pale kuna 1 alafu kuna 3. Na namba 4 ni sawa, ni namba ya ujenzi kwao. Na ndio maana unaona wanajiita wajenzi huru. Ndio maana kila kitu kinajengwa kwa pembe 4. Unaona hata simu unayoshika hapo ina pembe 4. Ndio. Unaona mixer hiyo unayotumia hapo ina pembe 4. Unaona hata mimi iPad ninayotumia hapa ina pembe 4. Yes. Umeona haya, hiyo kuna monitor iko hapo ina pembe 4. Kompyuta chini yake ina pembe 4. Unaona magari yameundwa kwa pembe 4. Uone gari limeundwa pembe 3 hivi. Pembe 4. Umeona kwa nini? Kwa sababu kwao ni namba ya nini? Ni namba ya ujenzi. Kwa hiyo ndio maana yako mambo mengi
au wanayafanya. Kwa hizi familia sasa zimekuwa karne na karne. Yaani sio familia za leo. No, kuta familia imeanza miaka ya 1000 na mia ngapi labda. Mwaka 1400 kule. Kwa hiyo wao wanaenda tu, na tunaposema familia sio lazima awe baba, mama, hivyo watoto ndio iko hivyo, lakini wanakusanya watu ambao ni wa itikadi yao, ambao huwa wanaendana nao pia hao watu. Kwa unakuta familia moja ina watu 500. Sasa jiuliza, hii familia ni nini? Kumbuka kwenye hizi familia zote ni familia za na nakumbuka ni mwaka gani ule ulikuwa, ndo walimuingizaga mbongo mmoja tu, alafu baadaye wakamtoa. Alikuwa anatokea hii West Africa hii, mtu mmoja tu aliingizwaga, yule bwana simkumbuki jina, aliingizwa kwenye hizo familia peke yake Afrika. Mtu mweusi huyu mmoja, alafu baadaye wakaja wakamtoa. Sasa sijui ni nini. Kwa hiyo mimi nadhani tusiingie ndani sana kwa leo watu wasije wakachanganyikiwa zaidi. Lakini sasa yes, kwa sababu ni mambo ya hapo, hata ukisearch mwenyewe utayakuta. Sio mbaya tukizitaja. Mfano familia hizo, kuna Rothschild family, kuna Rockefeller the family, Rockefeller, na hatuna muda wa kutaja wanahusika na mambo gani. Hizi ndio familia zimeshika mifumo yote ya dunia. Yaani ukisikia kuna sijui Rockefeller family jihusisha na mambo ya anga, sijui vyombo vinavyoendaga huko angani na nini. Ukiambiwa familia hiyo, unaambiwa wao wanajihusisha na mambo ya mafuta, kuguza mafuta duniani. Umeona, mfano the Rockefeller family ni familia ambayo ndio Adolf Hitler alipata wapi pesa za kupigana vita ya pili ya dunia? Unaambiwa hii ndio familia. Yani sasa watu wamekopesha ulimwengu. Unasemaje hapo? Umeona? Lakini kuna Jacob the Fugger family ambayo nimeitaja kidogo kule. Kuna Queen Elizabeth family. Queen Elizabeth yule wa Uingereza yule mtawala. Kumbuka Queen Elizabeth alikuwepo miaka 1400 na 500 huko. Kwa ni familia ndefu. Queen anatokea katokea. Yes. Ni hizo familia zote hizo. Alafu kuna Black Rocks family, hao ndio baba zao hawa sasa. Na ndio wale nimekuambia kuwa wana utajiri wa USD trilioni Kimarekani. Alafu kuna Jesuit family, alafu kuna familia ya Van Duyn, Illuminati. Hii ndio ilieneza sana dini ya Freemason kwa njia ya vyombo vya habari. Iko hivyo. Lakini kuna Rabbi Pincus, Goldsmith wa Russia, mimi ni ndio yenyewe ni Jewish community, lakini iko nchini Urusi. Kwa sababu kule Urusi pia kuna Wayahudi pia. Hata Zelensky huyu wa rais wa Ukraine ni Myahudi pia yule. Naye ni Myahudi. Lakini kuna familia nyingine inajulikana kama the Band Bloodline, kuna familia nyingine inajulikana kama Dumport, kuna familia nyingine inajulikana kama Reynolds, na kuna familia ya M. Russell, na kuna familia nyingine ya 13 ambayo ni Freeman family. Kwa hizi ndio familia zile, maana watu sasa tuombe tutajie majina kama wameandika watajie. Lakini kiukweli ni kuwa ulimwengu, hizi familia ndio familia tajiri duniani. Ndio maana siku ile nikakwambia leo hii unaambiwa sijui nani hawa kwao kwenye hizi familia wanaonekana kama waimba ngojera tu. Zile ndio familia tajiri, zimekuepo karne na karne, miaka na miaka. Naomba tuishie hapa kwa leo.